Habari zenu ndugu zangu wa Kongomani, ninakuja kuzungumzia kuhusiana na huyu jamaa ambaye umemwona hapo kwenye hiyo skrini kabla hujaitazama video hii. Mimi naitwa Hussein Kubwa na hii ni Congo News kwa ajili ya Wakongomani. Huyu jamaa ni Mkongomani, anaishi kwenye hizo state za jua hizo. Nafikiri anaishi Florida, kama sio Florida atakuwa anaishi Texas. Huyu jamaa anaongea Kiswahili, nafikiri anajua na Lingala. Unaweza kumuona hapo yupo kwenye saluni anashevu watu. Amesema hiyo saluni ni ya kwake, huko anakoishi anamiliki saluni. Hiyo ndo kazi ambayo anayoifanya, lakini mimi sizungumzii kwenye swala la yeye kumiliki saluni au kufanya kazi saluni. Alikuwa akicreate content zake, kwa sababu kuna wakati huwa ana create content na anatumiaga lugha kali kabisa za kuita baadhi ya Wakongomani washenzi, kwamba sisi Wakongomani wengi ni washenzi, Waafrika ni washenzi, kwa kutaka kuadresi issue ambazo ni za muhimu. Unatakiwa uwe na akili tulivu ili uelewe pointi ambazo anazoziweka, lakini kama wewe sio mvumilivu utafikiri kwamba anakutukana au amekudharau. Sasa kuna jamaa mmoja ambaye alicomment kwenye comment yake, yupo Afrika kama Kinshasa sehemu gani ile, huwa anamfuatilia. Sasa alikuja kucomment akasema kwamba wewe ambaye unaishi Marekani unatumia simu ya iPhone 13 hivi nafikiri, hizi iPhone za hizi namba za chini. Akamwambia sisi tupo huku Kongo tunatumia iPhone 17 ambayo ndio imetoka sasa hivi kulingana na trend. Unajua mtu wa Afrika anaonaga simu ni kitu cha ajabu sana. Afrika kuna watu sasa hivi unaweza kawapelekea hata iPhone 10, yani namba 10 ile, akaona kama umemfanyia kitu cha ajabu sana. Alafu imagine mtu ambaye anaweza akafurahia iPhone 10 ukimpelekea kama zawadi, mwingine sasa awe na iPhone 17. Huyu wa iPhone 17 anakuwa yupo pale, yupo very proud, anakuwa anaongea sana kwamba wale wanaotumia simu za chini ya ile ambayo anayotumia kwamba hawana maisha, yeye ndo ana maisha. Na hizi ndo akili za sisi wa Afrika, na ndio maana kuendelea kwetu huwa ni hafifu sana. Yaani maendeleo ya mtu mweusi sio wote, kuna baadhi ambao wamepata maisha kutokana na kuwa watulivu na kufikiria mambo kwa kina sana. Unajua sisi Wakongomani au wa Afrika ambao tumekuja kwenye hizi nchi tunafikiri kumiliki gari ya Jeep, hizi za kizungu kwamba ndo una maisha mazuri, au ukimiliki Tesla, zile gari ambazo zilitoka kwamba wewe ni mtu mkubwa sana, au ukimiliki simu ya iPhone 17 kwa sababu imetoka, wewe umebaki na 15, wewe ni mjinga, una lolote, una hela. Hivyo ndo vipimo vya mtu ambaye hana akili ndogo anavyotumiaga kupima mafanikio. Simu sio mafanikio, gari sio mafanikio. Nyumba inaweza ikawa ni sehemu ya mafanikio kulingana na aina ya nyumba ambayo utakayokuwa nayo, kwa sababu watu wengi wenye mafanikio ni watu ambao wana umiliki wa vitu ambavyo vina thamani. Ukiviuza leo unaweza ukapata hela nzuri kutokana na kile kitu ambacho wewe umekimiliki. Tuseme kwa mfano gari au simu ni vitu ambavyo vinashuka thamani kipindi pale unapoenda kuvichukua. Leo ukishaenda kununua gari car dealership, wewe Mkongomani mwenzangu, ukishaifikisha nyumbani, hapa Marekani ndipo palivyo. Hii gari kutaka kuirudisha kule ambako umeichukua huwa wanakataa, hauwezi kurudisha hiyo gari. Hiyo gari ukianza mchakato wa kuitaka sasa kuiuza kwa mtu mwingine, kwa hiyo hela ambayo umeenda kuitoa kule kununua hiyo gari kwa car dealership, hapa wanakupa gari yako ambayo bado inafanya kazi vizuri kwa bei ndogo sana. Usishangae gari ambayo umenunua 7,000, 8,000 ukaenda sasa ukataka uuze hiyo gari wewe mwenyewe bila kutumia Facebook, kwa sababu Facebook kidogo ndo kuna ule unafuu wa kuuza vitu, kwa sababu pale mtu anakutext unamwambia bei. Lakini ukitaka kuuza kwenye kampuni hapa Marekani, irudishe gari yako sokoni, wao waende wauze wapate faida, wanaweza wakakupa 1,500. Wana vipimo ambavyo wanavyopimaga pale vya haraka, yani kukufanya kwamba wewe kitu chako ni kibovu sana, kumbe gari yako ni nzuri sana, ambapo wao wakinunua hata kwa 1,000
watafanya marekebisho kidogo, wataenda kuiuza hiyo gari wakapata hela zaidi ya hizo ambazo watakuwa wamekupa. Mimi hapa sizungumzii gari, ninazungumzia swala la vitu vidogo vidogo ambavyo tunatakiwa tusikue au tusijifanye kwamba tuna vitu vya ajabu sana, wakati wenzetu wamevuka hizo level. Wenzetu masuala ya simu ni vitu vya kawaida sana. Kwanza wenzetu wao watumii simu kama kionyesho au kipimo cha kuangalia wewe una pesa ngapi, una maisha yapi kwa sababu ya simu. Simu ni kitu cha kawaida sana. Na ndio maana hapa Marekani watu huwa hawajali. Unaweza ukawa na simu nzuri, watu hawajali. Unaweza ukawa na gari, watu hawajali. Unaweza ukawa na kitu chochote kile unachokijua wewe ni kizuri. People don't care hapa Marekani. Watu wapo busy na maisha yao, watu wanaenda kazini wanarudi. Hiyo ndo mifumo ya maisha hapa Marekani. Kwa sababu kumtambua mtu ambaye amekuzidi maisha hapa Marekani, unaweza ukatambua kwa sababu kuna wazungu kabisa, unaona obvious huyu mzungu anaweza kawa na pesa kutokana na sehemu ambayo anapoishi. Lakini kwa maisha sisi wa Afrika, maisha yapo hayapishani sana, ni vitu ambavyo vipo close. Lakini usije ukasema kwamba mtu ambaye anaishi hapa Marekani ana maisha mabaya kama wewe unavyofikiria. Hapana, kuwa na maisha mabaya ni akili ya mtu. Unaweza ukawa upo Afrika ukawa na maisha mabaya, unaweza ukawa upo Ulaya ukawa una maisha mabaya. Yani maisha mabaya hayana location. Kuna watu ambao wapo Afrika wana maisha mazuri, kuna watu ambao wapo Marekani wana maisha mazuri kukuzidi wewe ambaye unayesema hapo. Kuna watu ambao wametoka Afrika wamekuja hapa kutafuta maisha, wakapata mafanikio, wakapata kazi nzuri, wanapewa mishahara mizuri na wana maisha mazuri kukuzidi wewe ambaye unayetoa hizi comment. Unajua sisi huwa tunapenda comment ambazo zipo negative badala ya kupongeza bahati ambayo ameipata mwenzako kuja hapa Marekani. Wewe unaweza ukatafuta kuja hapa Marekani ikawa ni ngumu sana. Kuja hapa Marekani sio mchezo ndugu yangu. Kuingia United States, anza kutafuta visa. Una hela? Kama una hela, jaribu kuja kufanya tour hapa Marekani, kutembea kwa muda mfupi wa miezi 2-3. Kama utaenda kusimulia. Hii nchi ya Marekani na watu ambao wana hela nyingi sana. Achana na hao watu ambao wanaoenda kwenye mitandao ya kijamii ukaanza kufanya conclusion ya kwamba Marekani hakuna kitu. Naishi Marekani huko mnahangaika, mnateseka. Kuteseka kwa mtu sehemu husika sio kwa sababu ya nchi. Marekani ni nchi ambayo imeendelea, ni nchi ambayo ina mafanikio. Marekani ni nchi ambayo ina matajiri na sio uongo hayo mahela ambayo wanayoyataja kwenye social media. Marekani hapa kuna watu wanamiliki pesa nyingi sana. Marekani kuna watu ambao wana makampuni, kampuni ambayo inasambaza bidhaa mbalimbali Marekani nzima kwenye state 50. Sasa kipimo cha kuja kumpima mtu mafanikio kwa sababu ya simu, huo ni ushamba. Hiyo inaonyesha ni jinsi gani uko na mindset ambayo ni ya kimaskini sana. Kumiliki iPhone ambayo imetoka sasa hivi ni vitu vya kawaida sana in this country. Hawa wanaofanya mashindishano ya simu ni watu wajinga tu kama wajinga wengine. Ni watu ambao hawana lolote. Utakuta baada ya yeye kuwa na simu hana kitu kingine chochote. Yaani mtu anakuwa na iPhone 17 lakini anaishi kwenye nyumba ya kupanga, ana maisha magumu, gari na mchanganya, mambo ni magumu, anategemea hela. Yaani wakati mwingine hizo simu unazosema za mtu ambaye yupo Marekani aweza kachukua iPhone. Huku Marekani kila mtu ambaye anayetaka kuwa na iPhone anakuwa nayo bila shida yoyote, kwa sababu hizo simu hapa Marekani watu wanazichukua kwa mkopo. Unaweza ukawa hata huna hela ukaenda kuchukua iPhone 17 ukawa unalipa kidogo kidogo. Sasa uniambie simu ambayo tuseme wamekupa hiyo iPhone, alafu akakwambia uende uchukue bure kwa mwezi utakuwa unalipia $80,000. Hauwezi ukashindwa, kwa sababu kuna watu hapa wanalipia bili za simu $50. Kila mwezi mtu analipia bili ya simu $50, $60 wengine wanafika. Kwa hiyo ndio shida ya sisi Wakongomani. Badala ya kutafuta mbinu ya kujifunza kile ambacho mwenzio anachokifanya, unakuwa pale kuponda, kufikiri kwamba wewe ndio una maisha. Kwanza maisha yenyewe ni mzunguko. Unaweza ukawa na hela leo, usiwe na hela kesho. Kwa hiyo tunatakiwa tuchunge midomo yetu pale tunapoongea na tunapowajaji watu. Ukiwaona social media, watu walivyo social media sivyo walivyo. Kuna watu wanaweza wakaja wakatangaza wana hela nyingi kwenye mitandao ya kijamii kwamba ana magari, kumbe ameenda kuchukua picha ya gari ya mtu au sehemu ambapo kuna magari, akasema hichi ndo kiwanda ambacho ninachofanyia kazi. Watu wanakuwa ni waongo.
huku kwenye mitandao ya kijamii. Kipimo cha mafanikio sio kwenye simu wala kwenye gari ambayo umenunua wala kwenye nyumba. Ni thamani ya kile kitu ambacho ulichonacho. Je, hicho kitu ulichonacho ukikiuza utapata hela za kutosha? Unamiliki hoteli. Je, hii hoteli ukiweka sokoni itakuwa na wateja ambao watakufanya wewe urejeshe hizo hela ambazo unazomiliki kwenye mikono yako? Hayo ndiyo mafanikio. Na mafanikio yamejijenga kwenye tabaka nyingi sana. Kuna wafanyabiashara ambao wameajiri watu, kuna watu ambao wana business zao wenyewe, wao ndo wanafanya kazi hapo, kila pesa zinazoingia wanaingiza. Hayo ndo mambo ambayo tulitakiwa tufocus nayo sisi wa Afrika, kuliko kuja kwenye mitandao ya kijamii unaropoka tu. Hata utakuta kwamba changamoto kwanza ya kuweka bando ni ngumu huko uliko. Badala ya kujifunza kile ambacho anachokifanya na wewe uulize, ufanye connection na huyo mtu, kwa sababu maisha ni connection. Unaweza ukawa na shida fulani akakufanyia uwepesi kwa sababu yupo sehemu ambapo vitu vinapopatikana. Huo ndio umoja na huo ndio undugu wa sisi wa Afrika tunatakiwa tuwe nao. So unakuja tu kwenye mitandao ya kijamii, unakuwa unasema kwamba unaishi Marekani, hauna hata iPhone 17. Marekani iPhone 17 ni kitu cha kawaida sana, na mtu ambaye anayekuja kujitapa kuhusiana na iPhone hapa Marekani, huyo atakuwa yupo chizi. Wanaojitapa iPhone 17 ni watu ambao wanaoishi Afrika, kwa sababu wanajua kwamba wale wengine ambao wanaoishi nao hawezi wakanunua hiyo iPhone 17. Sasa hapa hawezi ukajitapa kwa sababu watu wengi wanaoishi hapa hiyo iPhone 17 wakitaka kuinunua hata leo wanaweza wakainunua. Wewe ndiye ambaye utakayeenda kujisifu kwa kumiliki iPhone 17, kwa sababu watu wengi ambao wanaokuzunguka hawana uwezo wa kununua hiyo simu. Na hata hivyo, huo ni ujinga. Kuwacheka wenzio kwa sababu umepata kitu chochote ni ujinga. Sisi Wakongomani inabidi tuache tabia kama hizo. Hizo ni tabia za kishamba kabisa. Umekuwa mjini, unaishi mjini, natakiwa uwe na akili. Usipigie kelele vitu vya kawaida vidogo sana, vitu kama simu ambayo unaweza kaangusha, ambayo inaweza ikavunjika, ambayo unaweza ukaibiwa, ambayo muda ni muda itakufa, utahitaji kununua simu nyingine. Hivyo ni vitu vya kawaida sana. Mkongomani mwenzangu, kuwa very proud na kitu kama simu. Ni mawazo finyo kabisa, ni mawazo madogo sana, ni mawazo ya mtu ambaye hajapanuka, hajafika kwenye sehemu ambapo unajua hapa kuna watu ambao wana hela, wana mtonyo, wana biashara, watu wana connection, watu wanaweza wakasafiri kwenda sehemu fulani fulani na wakaendeleza maisha yao. Watu wanaweza wakapeleka watoto wao kwenye shule za Ulaya, Marekani, wajue lugha tofauti tofauti. Wao naongelea mambo madogo hayo. Hayo ni mambo madogo sana kwenye engo ya maswala ya kufanikisha maisha. So Marekani kuna watu ambao wana maisha ya kawaida, kuna watu ambao ni maskini, na kuna watu ni matajiri wa kupindukia. Kuna watu wana hela hapa, unaweza kujiuliza hawa watu walifanyaje kuzipata hizi hela? Hawa matajiri labda unawaona huku kuna matajiri wa hali ya juu. Unaweza ukasema hawa matajiri sio mimi. Ni kweli sio mimi. Na hata huko Afrika sio kila mtu ambaye ana kipato. Kuna baadhi wana kipato cha kawaida, kuna baadhi ni maskini, na kuna wale ambao wana kipato cha juu. Sasa kama wewe umepiga hatua, acha kuchekacheka wenzio ambao wanaishi Marekani. Sisi wote kwenye hii dunia tunakuja, ukipata fursa unaitumia, na kila mtu ana njia yake ya kutafuta. Hiyo kuja kuwashusha wenzako samani kwa sababu ya vitu vya kawaida, hiyo sio topic ambayo sisi Wakongomani tulitakiwa kufokasi nayo, kwa maana sisi ni ndugu na sisi ni watu wa nchi moja. Tunatakiwa tusapotiane kwa mambo tofauti tofauti, ili community yetu na watu wetu wawe ni watu ambao wana mafanikio. Unajua mafanikio ya wengi ni